Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa ZD Media? Ni matumaini yangu kwa ni mzima sana na unazidi kuenjoy time hii hapa. Asante sana kwa ambao umekuwa ukitupa support kubwa, lakini kama bado hujajiunga na sisi kwa kusubscribe channel hii, wewe ni mgeni, bado hujachelewa. Gusa maandishi mekundu hapo chini ya video yako ambayo yameandikwa subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele ambayo itajitokeza, na hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali. Bwana, toka Diamond amerudi kutoka kule Nigeria ambapo alienda kumsapoti rafiki yake msanii mwenzake ambaye ni Juksi aliyefanya jambo kubwa sana. Harusi yake iliweza kutikisa vibaya mno. Kila mmoja aliweza kumsifia kile kitu ambacho alikifanya Juksi, lakini pia watu wengi walimsifia Diamond kwa sababu amekuwa na urafiki mkubwa sana na Juksi na hatimaye kwenda kule kwa ajili ya kumsapoti. Lakini kule ametokea mengi sana. Tumeshuhudia kwamba Diamond amehusishwa na mrembo kutoka kule Nigeria ambaye anaitwa Diana, na hivyo kusababisha watu wengi kuanza kulizungumzia hilo kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu katika momenti zote zilizotokea kule tulishuhudia kwamba Diamond alifikia hatua akampa Diana simu kwa lengo la kuomba namba za simu. Hicho kitu kimezungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja amezungumzia hilo swala, na kwa sababu Diamond tayari kwa Tanzania ana mahusiano, kwa hivyo kila mmoja aliyeona ile swala alizungumzia kwa namna ambavyo yeye anafahamu, huku wengi wakisema kwamba Zuchu sasa hivi hana chake kabisa kwa sababu Diamond sasa hivi anaangalia mahusiano mengine ambayo amekutana nayo kule Nigeria. Na hivyo Diamond katika furaha ambayo alikuwa nayo alizungumza pia kwamba ana mwanamke Tanzania, lakini pia anatamani sana kuwa na mwanamke mwingine kutoka huko Nigeria, kitu kilicholeta maswali mengi kwamba huenda kweli yeye pamoja na mrembo Diana kuna kitu ambacho kinaendelea. Sasa katika hizo zote ambazo zimetokea na wadau mbalimbali kuanza kutoa maoni yao, nitakusomea comment ambayo shabiki huyu aliweza kuicomment kwenye posti ambayo Wasafi waliweza kuiposti, akisema kwamba kuna namna Wasafi mnalitengeneza jambo kumvunjia heshima Zuchu, labda ionekane baadaye kuwa bosi wenu hakuwahi kuwa na mahusiano na Zuchu. Yani kuna namna Wasafi wanaposti haya mahusiano ambayo yanasemekana yapo kati ya Diamond na Diana, na wanavyozungumzia inafanya watu watake kuona kwamba labda huenda Zuchu pamoja na mzee mzima Diamond hawakuwahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Yani kuna namna wanalitengeneza jambo hilo ionekane hivyo. Lakini Zuchu aliweza kujibu ile comment na kusema, nishajizoelea dea, mimi adui yao hao. Media hii sio familia na bosi wao kwa ujumla, walichobakiza ni mapato tu kwangu, au sio? Kitu ambacho Zuchu amekijibu ni kwamba ameshazoea hizi story ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, na amezoea jinsi ambavyo media Wasafi inavyomzungumzia, lakini pia amezoea kila kitu na kusema kwamba media hii sio familia na bosi wao kwa ujumla, walichobakiza kwangu ni mapato tu. Yani walichobakiza kwake labda anawaingizia pesa kwa sababu anafanya kazi na vitu kama hizo na yuko chini ya record label ya WCB Wasafi, lakini anasema kwamba ameshazoea haya yote, na akasema kwamba God will make a way out of me. Yani Mungu anatengeneza njia katika hili ambalo linazidi kuendelea. Kwa hivyo ni kitu ambacho Zuchu kwa upande wake alizungumza ukweli, lakini baadaye alifuta ile posti, kitu ambacho kilisababisha dada wa taifa Mange Kimambi kuzungumzia swala hilo na kusema kwamba hivi kwa nini Zuchu alifuta comment ambayo alicomment haraka sana kwenye ile posti ya Wasafi ambayo ilizungumzia kuhusiana na Diana katika harusi ya Juksi ambayo ilifanyika kule Nigeria, kitu ambacho kilionyesha kwamba Zuchu aliweza kucomment kwa kitu ambacho kimetokea, kwamba aliumizwa sana na kitu ambacho kimetokea kule Nigeria. Hivyo ndio maana comment yake ikasema hivyo kwamba amechoka na kuzoea hao yote ambayo ameyazungumzia, na akasema mimi adui yao hao, media hii sio familia na bosi wao kwa ujumla, walichobakiza kwangu ni mapato tu. Anasema kwamba mimi ni adui ya Wasafi, au sio? Ni kitu ambacho kimetokea na ni kitu ambacho kikweli mashabiki walio wengi wameweza kukizungumzia kitu hiko, wakisema kwamba sio kitu kizuri ambacho wanakifanya, kwa sababu kwa muda mrefu hata Diamond mwenyewe amekuwa akikiri kwamba hajawahi kuwa na mahusiano ambayo yamempa furaha na amani kama mahusiano ambayo imekuwa nao yeye pamoja na Zuchu. Unajua katika mahusiano ya kimapenzi kitu kikubwa sana ni amani.
Mengine ambayo yanahitajika ni mambo ya ziada kama pesa na mapenzi ya kujihusisha kimwili, lakini amani ni kitu muhimu sana. Ukiwa na mtu ambaye anakupa amani, furaha, basi utakuwa na moyo mkubwa sana wa kupambana ili uweze kumfurahisha huyo mtu ili amani iendelee kudumu. Lakini kama utakuwa na mtu ambaye leo mmepanga kitu fulani na kesho akabadilika, basi ile amani ambayo ulikuwa nayo inatoweka. Lakini pia sio kutoweka tu kwa amani, hata kama ulikuwa na mipango mikubwa juu yake, basi moyo wako unavunjika kwa sababu bado maswali yatakuwa ni mengi sana kwa upande wako. Utajiuliza, hivi huyu mtu nitamsaidia au nitafanya hiki kitu kwa ajili yake ikiwa yeye kwangu hayupo? Anakuja na kuondoka, anakuja akiwa anahitaji kitu fulani. Kwa hivyo Zuchu alichokijibu ni ukweli ambao ulitoka moyoni mwake, ijapokuwa alifuta ile posti haraka sana, ile comment haraka sana, kitu ambacho kilileta maswali mengi sana. Lakini pia Mange Kimambi akasema kwamba yani shoga yangu akipigwaga tukio na tishio lake la kwanza huwa ni hilo la kutoka WCB. Anajuaga hapa Diamond lazima akili zinamkaa sawa. Alichokisema hapa Zuchu ni kwamba mimi nimeshazoea haya dia. Mimi adui yao hao. Media hii sio familia na bosi wao kwa ujumla. Walichobakiza kwangu ni mapato tu. Kwa hivyo akimaanisha kwamba huenda naye akawaza kutoka katika record label ya WCB Wasafi kwa sababu kama mapenzi yakiisha, yeye pamoja na mzee mzima Diamond na walishaonyesha kwamba wanapendana sana. Na kwa upande wa Zuchu ndiye ambaye anaonyesha anampenda sana mzee mzima Diamond kushinda hata Diamond, labda kwa sababu Zuchu amekuwa proud sana kuyazungumzia mahusiano, ila katika hili ambalo amelizungumza inaonyesha tayari anachoshwa na vile vitu ambavyo vinaendelea, kwa sababu hata watu wengi wanamuita ni kinganganizi, anangangania sana mahusiano. Kwa hivyo kwa upande wa Zuchu pia huenda anachoka kwa hali ambayo amekuwa akiyasikia na kuyaona pia. Lakini Mange Kimambi akaendelea na kusema, ila kuna watu hawajuagi kutoka ise. Wewe umeamua mwenyewe kuchanganya kazi na mapenzi, na sio hivyo tu, tena umefanya kazi ya ziada haswa kumuiba huyo bosi kutoka kwa best friend wako ambaye mlikuwa mnaishi nyumba moja. Best friend akakaa pembeni akakuachia bwana uhangaike naye, leo unajifanya victim. Anamaanisha kwamba Zuchu naye alichukua mtu kwa mtu mwingine, yani alimchukua Diamond kwa mtu mwingine. Lakini pia akasema alafu wa Wasafi kama kampuni hawajawahi kumchukia mwanamke wa dai kama ilivyo kwako, so inabidi na wewe ujitafakari kuwa tatizo liko wapi. Hiyo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii. Zuchu kuonyesha kukasirishwa na kitu ambacho kimetokea, kwamba watu ambao wako WCB Wasafi wanakuwa na support sana haya mahusiano ambayo yamekuwa yakihusishwa Diamond pamoja na Diana, mrembo kutoka kule Nigeria ambaye kule ni mwigizaji lakini pia ni socialite mkubwa, anafahamika ile kinomanoma. Bwana, katika hilo na maoni gani mpenzi mtazamaji wa ZD Media? Cha kufanya tu kama bado hujajiunga na sisi ni kwamba hujachelewa, cha kufanya tu gusa maandishi mekundu hapo chini ya video yako ambayo yameandikwa subscribe, yani itatokea alama ya kengele ambayo itajitokeza baada ya kusubscribe, na hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari za kiburudani kutoka hapa ZD Media. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi, asante sana kwa kuichagua ZD Media.